Habari rafiki yangu, karibu katika somo la leo ambalo linasema nyumba ya Mkristo. Kama wazee wa zamani wanaodai kumpenda Mungu, inawapasa kujenga madhabahu kwa ajili ya Bwana mahali popote wanaposimika hema lao. Ikiwa kuliwahi kuwa na muda ambapo kila kaya inapaswa iwe nyumba ya maombi, ni sasa. Akina baba na akina mama inawapasa daima kuinua mioyo yao kwa Mungu kwa maombi ya unyenyekevu kwa ajili ya watoto wao. Hebu baba kama kuhani wa kaya aweke kwenye madhabahu ya Mungu kafara ya asubuhi na jioni, wakati mke na watoto wanapoungana katika maombi na sifa. Katika kaya kama hiyo, Yesu atapenda kukaa muda mrefu zaidi. Nuru takatifu inapaswa kuangaza kutoka katika nyumba ya kila Mkristo. Upendo unapaswa kudhihirishwa kwa vitendo. Unapaswa kutiririka katika mahusiano yote ya nyumbani, ukijionesha katika mawazo ya upendo na mguso wa upole na ukarimu. Kuna nyumba ambazo kanuni hii inatelekezwa. Kuna nyumba ambazo kanuni hii inatekelezwa. Nyumba ambazo ndani yake Mungu anaabudiwa, na ambazo ndani yake upendo wa kweli unatawala. Kutoka katika nyumba hizi, asubuhi na jioni maombi yanapanda juu kama uvumba wenye harufu nzuri, na rehema na mibaraka yake hushuka juu ya waombaji kama umande wa asubuhi. Nyumba ya Kikristo ambayo ina utaratibu mzuri ni hoja yenye nguvu ya kutetea uhalisia wa dini ya Kikristo, hoja ambayo mpagani hawezi kuipinga. Wote wanaweza kuona kuwa kuna mvuto mzuri uliopo katika familia kama hizo unaojenga watoto, na kwamba Mungu wa Ibrahimu yuko pamoja nao. Nyumba ya Mkristo. Hivi ndivyo ambavyo nyumba ya Mkristo inapaswa kuwa. Mungu akubariki sana.